alikuwa makini sana, na wale wanafunzi walikuwa wanamlinda Yesu kuliko chochote. Ndiyo maana wanafunzi wa Yohana na wenyewe walikuwa wanamlinda nani? Yohana. Kwa nini? Ndio maana yule mama alipokuja akamwambia, naomba umponye mwanangu. Wanafunzi wakamwambia, toka hapa, usimpigie kelele mwalimu wetu. Sema, toka hapa, usimpigie kelele mwalimu wetu. Toka hapa, usimpigie kelele mwalimu. Wewe ukiambiwa hivi na watumishi wangu hapo, unaondoka moja kwa moja urudi. Yule mama aligangana. Akasema, nyie mmenifukuza, lakini najua yule hawezi kunifukuza. Alipoenda kwa Yesu, na Yesu anamwambia hivi, siwezi kuchukua chakula cha watoto nikawatupia Mungu. Wewe ungekaa? Wewe ungekaa? Yule nabii kwanza ni mjinga kabisa, amenitukana na watu wake wamenitukana. Huwezi chukua chakula cha watoto ukawapa mbwa. Wewe akasema hivi, hata mbwa wanakutaka makofi. Nipe kile makofi. Sema tusi kwa tusi. Jibu kwa jibu. Yesu akasema, wewe mama ni hatari kiboko kabisa. Haya, mtoto wako amepona. Immediately, kama akamwambia, sijawahi pata watu wenye imani kama wewe. Sema imani. Imani na mazoea. Imani na mazoea ni sawa na maziwa na nini? Na pombe ukichanganya. Imani na mazoea. Mazoea ni sumu. Mazoea ni sumu. Yaani iko hivi. Ngoja leo matikesha. Nimeona mama nabii na nabii. Ndani mwambie ni watu ambao wazoeani. Mwambie okay. Kila mmoja amesimama upande wake. Ndio ni ndio. Hapana ni hapana. Full stop. Kwa nini? We protect. Tunailinda heshima. Nye kazoeana na mume wako huyu, mfukuzane kama tumbili. Siku amekuacha utalia kama mtoto mdogo. Unakuwa na kiasi. Mazoea ni kitu ambacho ni mbaya. Ukizoelea biashara yako inakufa. Yaani the moment umesema mimi ile biashara nitaenda tu muda wowote nitakaotaka, imekufa. Yaani ishakufa kabla hajafa, imeshafanya. Mazoea ni sumu. Mwanangu mmoja alikuwa ni katibu. Kila siku nilikuwa nampigia simu. Leo ni ibada. Leo ni ibada. Leo ni ibada. Leo. Roho Mtakatifu akaniambia, hivi wewe ni mpumbavu? Nikamwambia hapana boss. Stop this. Nikazitisha. Akawa nasikia na anamwambia, yaani mimi baba siku hizi anipigii simu kabisa. Mazoea. Hanipigii simu, anawapenda watu wengine, mimi si mtu. Nilikuwa nakupigia simu, unashindwa kupokea nini? Simu. Na unakuta nimekupigia, haufanyi, haupigi. Saa hii sasa nimeacha kupiga, ndio unaniona. Basi nikwambie, Mungu ana wakati wake. Mungu ana wewe, nakwambia Mungu ana wakati wake. Kuna wakati wa kudharauliwa na kuna wakati wa kuheshimiwa. Kuna wakati wa kuheshimika, kuna wakati wa kudharauliwa. Kuna wakati wa kuwa juu, kuna wakati wa kuwa chini. Nafasi aliyokuwa nayo Mheshimiwa Kikwete sasa hivi hana. Hana. Sasa hivi anaitwa Mheshimiwa Kikwete, sio rais tena. Hapigili sauti kama za mwanzo, haambatai na majeshi. Kuna wakati, kuna levels. Wakati wa kuolewa, wakati wa kuachika, wakati wa kufa, wakati wa kuzaliwa. Nyakati zipo.
uko kwenye wakati gani hapa? Upo kwenye wakati gani? Na unataka uende wapi? Sasa ngoja nikwambie mimi nataka niende wapi. Kuna mahali mimi nataka niende. Mimi hapa. Amen. Nitoke kwenye viwango vya kitaifa niende kimataifa. Amen. Amen. Nabii, wewe unaota ndoto za mchana. Kama unaona naota ndoto za mchana, muulize mama. Mama nani? Mama Jonas. Tukitoka kwenye sebule. Wale tuliotoka kunao kwenye sebule, si walinikimbia wote? Wote. Tukaenda kwenye nini? Kwenye jengo bovu. Na yeye alikuwa aje? Huyu hapa. Hatuna mbele wala nyuma. Ni mikeka tu pale. Sasa hivi umekaa kwenye kiti. Ni mikeka. Vumbi. Mpaka tunapata hiyo hela ya kusafisha pale kuweka. Mpaka wakina mama Njariki na mzee Njariki hapa wamekuja. Ndio tukaanza kuambizana. Tunajenga. Lakini kama tunavyojenga, unaona kabisa kuna sehemu nakwambia hivi, one day namwambia Mungu tu anihamishe huko. Namwambia Mungu anihamishe huko. Anipeleke mjini. Nihamie Kimara huko. Watu wa Kimara wananihitaji sana. Maana huko naona mchangamki. Iko hivi. Saa Mungu anapotaka kuinua mtu, unaweza kuona kama amefeli. Ni kama amestuck. Ni kama hayupo tena. Siku akiinuka, sema ni huyu, ni huyu, ni huyu, ndio, ni huyu. Kuanguka sio kupotea. Anayeanguka huwa anainuka. Amen. Hata kama unaona biashara iko hivi mwanangu, hata biashara ikifeli, wewe hujapa. Nenda inue tena. Inua tena. Amina. Mara ya 7. Thamani wa mtu uko ndani. Kitabu cha Isaya 43 mstari ule wa 3 anasemaje? Isaya 43:3. 13. Anasemaje? Naam. Tangu siku ya leo mimi ndiye, wala hapana awezaye kuokoa katika mkono wangu. Enda mstari wa 3. Anasema, maana mimi ni Bwana Mungu wako, mtakatifu wa Israeli, Mwokozi wako. Nimetoa Misri kuwa ukombozi wako. Nimetoa Kushi na Seba kwa ajili yako. Kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni pangu. Kwa sababu ulikuwa wa thamani. Unaweza kabisa ukaona umefeli, lakini uthamani wako kwa Mungu usipotee. Amina. Amen. Umefeli kimaisha, lakini bado uthamani upo kwa Mungu. Anasema nitatoa Kushi. Huo ndo wakati nautaka mimi. Amen. Huo ndo wakati nausubiria. Yaani huo wakati nautaka. Wangapi wanautaka huo wakati huo? Wanausubiria. Ambapo kama umefeli hivi, kama umeshindwa hivi, alafu unaona mtu anakuambia nataka nikushike mkono. Amen. Nataka nikuinue. Amina. Nataka 1, 2, 3. Amen. Kama nani kuambia habari ya huyu dada, alionekana amefeli maisha, ni mlevi, kumbe kuna siku na wakati umeandaliwa.
Amina. Wa kutoka kwenye kilevi, wa kutoka kwenye kileo, wa kutoka kwenye uzinzi, ili avalishe uthamani wake wa awali. Naitaka hiyo mimi. Yesu, nataka hiyo. Amen. Nataka hiyo. Amina. Unatoka kwenye hali ya kugangana na wanaume wauza mikaa. Sio mimi. Kwani mimi ndio nimeongea? Toka kwenye akili za wanaume wauza mikaa na wauza madafu. Nabii, ina maana watukana wauza madafu. Una saa Mungu anakuletea mwanaume hasa ni muuza madafu, lakini akili na chaji. Ni mzami, hana kuyumba yumba, akisema ndio ni ndio, twende. Sema Yesu nisaidie. Yesu nisaidie. Kama nataka ufike kwenye huo wakati. Amina baba. Amen. Yaani iko hivi, jione wewe ni wa thamani, kama Ayubu anavyosema 4:3, mwanadamu alivyo, wewe ni wa thamani. Amina. Wewe ni wa thamani. Amen. 4:13 Ayubu anasema. Sikiliza. 4:13. Anasema somea haraka. 4:13. Anasema sema wa thamani. Wa ajabu, wewe wa ajabu. Ayubu 4:13. Katika mawazo yaliyotoka katika maono ya usiku, hapo usingizi mzito uangukiapo wanadamu, hofu inaangukia. Kitabu cha Ayubu 4:13. No, 28. 28. Aha. 13. Mfalme wa wafalme, mwanadamu hajui thamani yake, wala haoni katika nchi ya walio hai. Yaani ukishapungukiwa uthamani, macho nafunga. Hiyo naelewa sikiongea. Yaani ukishaishiwa thamani, ndio maana wengi wanajiua. Sasa unaona haupo, bora tu ufe. Iwe nife. Sifi, mimi sifi. Kafe wewe, mimi sifi. Sifi. Wala sijiui, wala sijisumu, wala sijitupi barabarani. Kwanza naiambia magari yapite mbali na mimi, na ajali pite, kwa sababu mimi si. Sema nakataa kutembea mguu mmoja mbele, mwingine nimeuacha nyuma. Natembea mguu mmoja huko mbele, mwingine. Sema nakataa kwa jina la Yesu. Hayo maisha yalini mpaka wewe kuacha miguu nyuma. Lazima tutembee kama ndege. Ushawahi kuona ndege yeye anatembea miguu anawacha nyuma? Tunatembea moja kwa moja mpaka kieleweke. Sometimes wacha niwaambie, ni washangazi tu nabii mnayemuona leo hii, na iandiko kwenye historia ya kitabu, unayemuona leo hii sio nabii wa miaka 4-5. Now you see me as this, but for next years inakuja, it will be a different. Na kuniona itakuwa kazi kwa maneno. Kuniona yule sasa hivi yule nabii anajidai, yule John anajidai kama baba yangu, my father alianza na kanisa dogo, sasa hivi anajenga kanisa la maelfu.
Kazi ya Mungu, wewe kwambie mwanangu, kazi nyingi za kufanya zipo, lakini kazi ya Mungu ni bora kuliko kazi zote. Amen. Amen. Wewe kwambie mama Jovan, kazi nyingi hata za kubeba matofali, lakini kazi ya Mungu unanawa mikono, unamwambia Yesu ni wangu wa uzima wangu. Kazi ya Mungu ni njema siku zote. Watenda kazi ni wachache. Nilikuwa namwambia mwanangu, anasema wamenikataa, wamenifanya hivi, nikamwambia nani amekukataa? Nilikuwa natumika mahala wamenikataa. Nikamwambia hujakataliwa, wewe umejitambua. Nishafukuzwa mimi hapa, bwana nishafukuzwa. Walionifukuza wakiniona leo watanipigia na sauti. Haleluya. Lakini inawezekana wasipige sauti kwa sababu mimi sio mtu wa kujiinua. Mungu amenisaidia, amekuleta wewe hapa. Ninambariki Mungu kwa ajili yako. Amen. Amen. Sijajua umeona nini hapa, ila najua haujaniona mimi, umemuona Yesu peke yake. Na yeye ndo amekuleta hapa. So siwezi kusema unajua mimi na huyu nina huyu. No. Msinibebeshe hiyo dhambi. Msinibebeshe hiyo dhambi. Ila nataka nikwambie kuna wakati usije sana mama papa. Siku inakuja, the day is coming, ambapo Mungu ataamua kukufuta machozi. Amen. Amen. Naambia kama kijana hujaolewa, tumikie Mungu. Uone zawadi gani Mungu atakupa pale. Tumikie Mungu. Kuna mshahara. Huu mshahara uliopo kwa Mungu, au na kiinua mgongo. Kiinua mgongo unakikuta mbinguni. Amen. Hii kazi nyingine ina kiinua mgongo ambayo ni milioni 30, milioni 40. Unakula yote. Wote waliopewa viinua mgongo, hata wastaafu, viinua mgongo vimeshafanya nini? Vimeisha. Walijua labda wakistaafu wakipewa viinua mgongo wanabaki na nini? Na chochote. Vinaisha, hela inaisha. Hata ukipewa milioni 400, 500, 600, hata bilioni inaisha. Bwana anashuhudia mtumishi mkubwa sana wa Mungu pale Arusha. Anasema anaenda kununua kiwanja cha bilioni 1 na milioni 400. Bilioni 1 na milioni. Yaani sasa kusema 100,040. Sasa yule bilioni 1 na hiyo ni kiwanja. Hiyo ni kiwanja tu. Sema kiwanja tu. Si kwa ajili, ni kwa ajili ya kazi ya nani? Bali nikuulize swali. Nakuuliza swali. Kama yeye ananunua kiwanja cha bilioni 1.4. Hivi atakuwa anaishi kwenye nyumba ya matope? Hapana. Sina kuuliza wewe. Atakuwa anagangana na ile ya mafuta? Hapana. Atakuwa ana kodi, huyu ana kodi nyumba kama nabii? Hapana. Ndio ni yake. Siamini. Bilioni 1. Yani hata serikali inaitafuta. Thamani ikiongezeka hata hiyo nyumba unayokaa unaihama. Amina baba. Amen. Amen. Wewe unaongea kwa kutia huruma kwa sababu unakaa hapo. Ila Mungu akupe milioni 30 leo. Eti uchukue kiwanja, uchukue kiwanja wapi huko? Yombo Mpela. Bondeni. Bonde la Mchicha. Hapana. Unatafuta sehemu yenye nini? Thamani.
unanisikia? Kwani uongo? Eti ni uongo? Eti mmeo amejenga wapi? Amejenga Shinyanga kijijini, ni mjini? Hivyo wanafikiri wote wanajenga mjini? Sisi tunaishi kulingana na thamani yetu. Hawajasikia? Tunaishi kulingana na thamani yetu. Na thamani. Naona unakaa bondeni ni kwa sababu thamani yako iko hapo. Na uwezi pinga, otirie. Unakaa bondoni kwenye chumba cha giza kwa sababu ndivyo maisha yako yanavyosoma, yanasoma hapo. Ukilazimisha ukae kwenye nyumba ya umeme na choo cha ndani na mwenye nyumba anakunyonga. Ni uongo Ni uongo Eti mimi siwezi kukaa chumba cha 40,000, nataka cha 100,000. Mtaji wenyewe ulionao ni 200,000. Wewe chukua hiyo 100,000 upeleke kwenye nini? Kwenye kodi. Inahusu. Unaishi kulingana na thamani. Ndio maana tunasema Mungu aongeze nini? Thamani. Mungu aongeze nini? Thamani. Siku nimeenda Njombe, mimi nilishangaa binti moja hana mbele, yaani ukimwangalia hivi unaona huyu binti amechoshwa na nini? Jamani, ile binti akatupeleka kwenye nyumba yake. Tukamuuliza, wewe ni mfanyakazi wa ndani? Akasema hapana, ni nyumba yangu. Aliyovaa hafanani na nini? Wewe unamuona tu, lakini ndani ana kitu kingine. Acha watu wakusome kwamba una sura ngumu, lakini hawajui kitu gani cha thamani Mungu amekiweka. Amina. Acha kusomeke hivi. But the day is coming. The day is coming. Amina. Siku inakuja. Amen. Mimi napenda sana. Tena napenda sana ukiwa unatembea utembee kwa mguu, tena utimue na vumbi. Sasa wewe vipi? Mbona unatimua na vumbi? Timua na vumbi, wajue kabisa unatimua nini? Ili siku unaanza kuendeshwa kwenye gari na watoto wako waseme kweli tuliona natimua nini? Amina baba. Amen. Kweli huyu, yani kuna maisha ambayo unafika sio tu unashuhudia wewe, watu wenyewe ndio wanakushuhudia. Acha Mungu toa pale. Maana ameteseka sana. Amina. Amepitia mengi huyu mzee. Acha tu Mungu amfariji. Maana ukizipata kwa haraka kakaanga wanakuambia fidimaso. Yaani kwanza anajivunia, anamwambia Mungu, nipeleke taratibu. Tunatembea. Wanaona na nyata, sina haraka. Kumbe mimi kuna kitu naenda kufanya, kuchukua. Nikishachukua sasa sinyati tena, natimua mbio. Kwa sababu najua nikianza kunyata wananinyang'anya. Ukishachukua timuka. Amen. Amina. Kama unataka kuamini, uone mtoto wako njaa alafu mpe chakula. Nakwambia utaona. Kumbe mtu akishapata anabadilika na nini? Na tabia. Ukishapata tu badilika. Amen. Lakini kuna tabia upasi kubadilisha ya kumwasha nani? Mungu. Baba sasa hivi wewe uliniombea nikapata. Mmoja kaja Kimara pale anasema, kwani mimi nilichokuwa nakifuata nimeshapata, mnanitafuta kwa sababu gani? Na mimi nikasema ndio, amepata. Kwani kuna shida gani? Si amepata. Ila tu siku azigandi.
kuna siku kitaondoka. Sawa, vitu tunavyovipata vyote vina expire, ila ardhi na Mungu vitabaki. Hivi unafikiri unapoishi palikuwa hapaishi mtu? Ili walienda wengi wamekufa. Kama alikufa Bill Gates, Bill Gates, tajiri wa dunia. Wewe uwe tajiri wa dunia ufu. Mwambie hivi unakufaje alafu ni tajiri wa dunia? Mwambie. Alafu nakuta mtu ana kiduka cha jumla pale Mbondole. Anajiona yani yeye ndio kila kitu. Yeye ndio tajiri yani, anatukana watu Mbondole pale. Wakati kuna wakina Dangote. Unajiuliza huyu kama angekuwa Dangote si angeua familia nzima, huyo angeua watu wote. Kama wewe una kiduka cha M-Pesa umetelekeza mpaka watoto. Je, kama ungekuwa na maduka wewe na hela wewe ungewauza kabisa? Kuna watu wengine hampasi kupata hela. Ila kuambia ukweli leo nimtolee uvivu. Na wengine hampasi kupata hela. Sasa ukipata hela unachanganyikiwa eti. Sinaama. Msemo wa Sadiki anasema dishi inayumba. Pata tu hela dishi inaanza kuyumba. Njoo kanisani nitakuja, namalizia, nitakuja. Yaani tabia tu. Bali wao. Kuna watu mkiwa na hela hapa, makaria yakae chini. Paka ziishe ndio unakaa. Paka ziishe. Mmoja akaniambia nitakaje wakati hazijaisha. Anatoka hapa mara mwanangu yuko Kimara pa akipata hela mpaka ishi nywele za 50. We nywele ya 50, nywele yani mimi mke wangu hapa, ngoja nisiongee. Sasa nitamwambia kanyoe 50. 1, 2, 3, 4, 5. Jamani, nisamee. Pendeza. Kwa mimi nimesema mbaya, mimi nimesema mzuri, inatosha. Nilikuwa na roho mbaya, atawachukia mpaka mama. 50. Hata laki urembo. Watu one kabrini, tunakunyoa nywele kabrini. Yesu ananyoa kipara. Okay, ukifa sio utakunyoa kipara. Wanafanya wewe hujakutana na mila. Mkuli uzikwe na nywele mkuli. Mkuli anazuka na nywele, mkuli azikwe na hapana, sijui. Kipara. Si ndio baba? Wakule si wananyoa? Umewatetea. Na wigi la 200,000. Huyo nani sasa? Ndiye mnachochea wezi. Mnakuta kaburi limebomolewa. Napata wiki na 100,000. Ina maana makaburini kuna vitu vya thamani na hela. Wanazikwa na mmesikia dini? Maisha yanakuwa magumu wakati kuna watu wamezikwa na dhahabu. Mimi siwezi kukubali. Mimi unizike na hela za nini? Waislamu wanakuwekea mpaka sahani kwamba kuna wakati tunakulaga ubwabwa kule.
Mwambie lako kufa ni kufa tu. Hakuna cha ubwako wala nini. Hakuna cha kutembelewa unaoza. Sasa mimi nikuwekee wiki la nini? Tupotezea tu muda. Haba. Na bibi yangu wamemzika juzi. Angalia hiyo bibi alichokifanya. Huu ni mwaka toka 2012. Alichokifanya yeye, aliandaa mishumaa, aliandaa nini ya kumfunika maiti, sanda, aliandaa manukato, aliandaa na nini kingine, sile na ivera za Wakatoliki hizi na kitambaa, alafu na mkeka mpya akachukua akaweka kwenye begi akafunga, akamwonyesha mjukuu wake, huyu mjukuu wa kwanza, akamwambia siku nikifa kishajiandalia vitu vyangu hivi, msinivalishe vitu vyenu. Nimekwambia mwaka gani? Nyumba ikabomoka ikajengwa, ila ile sanduku haikuwahi kufunguliwa. Sasa wengi wakawa wanajua, hata watoto wanajua labda kuna mali mle. Hii sanduku wanasema sanduku ya bibi. Wengi wakajua labda ni mikoba ya uganga. Juzi amekufa, juzi toka hivyo, juzi amekufa. Ndio wanaenda kufungua ile sanduku. Wanakuta mishumaa, wanakuta sanda, wanakuta mkeka, wanakuta kila. Kumbe mzee alijiandaa toka. Akamwambie mama yako au baba yako ajiandae. Kwanza siku hiyo unashtakiwa. Anakuachia laana. Mpumbavu unataka ili urithi mali. Mwambie yako jiandae. Unataka kuishi milele. Uishi. Mwambie yako hautaishi milele eti. Alafu nikwambie kitu. Wengi sana wanaogopa kifo hawako karibu na Mungu. Ukiwa hapo karibu na Mungu unaogopa kufa. Kila ukiona maiti unasema mimi nitakufa. Au fileo cha moto utakipata. Mpaka muombe Mungu akubadilishie nafasi. Ni hatari kufa alafu kile ulichokuwa unakiwaza kifanyike akijafanyika. Ni hatari. Usife kabla maono hayajatimia. Mwambie lako nakataa kufa kabla maono yangu hayajatimia. Nakataa kufa kabla maono yangu hayajatimia. Unakufa watoto wamekutukana. Ufe watoto wameshapatana na unaelewana nao wote. Kila mmoja na unahama hapa unaenda huku, unahama hapa unaenda huku, kila mmoja anakutaka. Sio wote wamekususia. Watoto umezaa wewe, umelea wewe, alafu wanakukataa. Mungu akupe thamani yako. Thamani ya baba iwepo, thamani ya mama iwepo, thamani ya mtoto iwepo, thamani ya dada iwepo. Thamani yako irudi. Uwe na thamani kwa jina la Yesu. Na kutabiria uthamani wako kwa jina la Yesu. Uthamani wako urudi kuanzia